warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania ambao mnatufuatilia katika tahadhari hii ambayo Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tunakwenda kuitoa kwa ajili ya kudumisha amani katika taifa letu. Ndugu zangu, tumeshuhudia hali tete ambayo kila mmoja katika Mtanzania, hakuna ambaye anatamani nchi yetu ibaki katika hali ya namna hiyo. Jambo hilo limefanya tubakiwe na maswali mengi kama Watanzania. Kisiwa cha amani leo kimefikaje hapa kilipofika? Katika mkutano wetu na waandishi uliopita, tuliwaambia watu maandamano haya ambayo yameratibiwa kwa fujo, kuvunja miundombinu, biashara za watu, haiwezekani yawe yameandaliwa na Watanzania wazalendo wenye uchungu na Tanzania. Lakini tukawa tunatulizana, tuvute muda. Mwenyezi Mungu huwa hana kawaida ya kumficha mnafiki. Nani aliye nyuma ya maandamano haya kwa ukweli? Tulisema tupeane muda, itafika wakati Mwenyezi Mungu atakuja kuwafichua. Katika ile press iliyopita, moja katika mazungumzo ambayo yalipata kukamatwa zaidi na watu, kupokelewa zaidi na watu, ni pale tuliposema kama Waislamu, kwa sababu tumeona viashiria vya maandamano haya ni udini, chuki dhidi ya kiongozi mwenye taswira, mwenye jina, mwenye imani ya Kiislamu. Na tukitoa mifano kadhaa hata katika nyakati zilizopita wakiongoza Waislamu katika nchi hii, mambo yanakuwaje? Si tukasema kwamba na sisi tutakutana na hao wafanya fujo wenye chuki dhidi ya kiongozi mwenye imani ya Kiislamu. Lile jambo limesaidia kutujulisha pia ni kina nani waliokuwa nyuma ya maandamano haya. Mmoja katika viongozi hawa tunaowazungumza wa kanisa akaonekana akiwa nasi watu, mnaambiwa siji mtafanywa nini, msiogope. Ili limetutosha sisi kujua fujo hizi zimeandaliwa na kina nani. Kwa nini unawaambia watu msiogope waumini wako, na wakati msemaji hajasema kwamba tutakwenda kupambana na Wakristo, tutakwenda kupambana na watu wa kanisa? Amesema wanaofanya fujo na kuandamana. We kiongozi wa imani unawaambia wafuasi wako msiogope, maana yake waendelee kufanya kile mlichokusudia. Hichi ni kitu cha kwanza, kimetupa faida kubwa sana ya kujua. Na ndiyo maana hata kiongozi wangu hapa amezungumza kwa masikitiko sana. Wakati maandamano ya Oktoba 29 yanatangazwa, taasisi zote za kidini, walokole, Waislamu na madhehebu mengine walisimama kuiasa jamii, amani, amani, acheni ili tukae kwa amani. Lakini kanisa Katoliki pekee halikusikika kusema chochote kabla ya maandamano. Baada ya maandamano na kile kilichotokea, kanisa Katoliki limeongoza katika matamko ya kulaani. Mnataka tuelewe nini? Kulikuwa kuna matarajio teki wanayatarajia katika yale maandamano, na baadaye misheni imeshindikana, ndio maana lawama zimekuwa kubwa. Kwa nini, kama kweli nyinyi ni watu wa amani,
tusiende pamoja kabla uharibifu, kabla vifo, kabla tabu hazijatokea, tukasimama kwa pamoja kuiasa jamii. Jamani, tulieni, msifanye kadha, acheni fujo, acheni kuandamana, serikali haijaruhusu. Alimradi tuwazuie vijana wetu, jamii yetu isije ikaingia katika maafa. Viashiria vya hatari vinaonekana, teki wao na kanisa Katoliki wametulia kimya. Maafa yakitokea, watu wanatoa matamko 30, laana zinatoka. Maana yake nini? Maana yake kuna unafiki nyuma ya matukio haya. Ndugu zangu, wanaofanya fujo haiwezekani wawe watu wenye uchungu na taifa lao. Unatuona sisi Waislamu tunazungumza hapa, tuna majeraha makubwa sana katika nchi hii. Tuna vitu vimetuumiza miaka nenda miaka rudi katika nchi hii, na ni Waislamu na madhehebu mengine ya Kikristo yasiokuwa Katoliki. Tumeishi kiunyonge sana. Mimi nitatoa mfano mmoja kwa sababu sitaki kuyafanya mazungumzo yangu kuwa marefu. Mwaka 1992 Tanzania palisainiwa mkataba serikali na kanisa, hiyo memorandum of understanding. Katika mkataba ule, serikali inatoa ruzuku katika bajeti zake kila mwaka kwa kanisa, ruzuku inayotoka katika Wizara ya Afya, ruzuku inayotoka katika Wizara ya Elimu, kulisaidia kanisa katika elimu na katika afya, kwa sababu makanisa yalionekana yana mashule na yana mahospitali. Lakini je, TEC wamekuwa waadilifu katika fedha wanazochukua kutoka serikalini kwa ajili ya kuihudumia jamii? 1992 mpaka 2025 ni miaka 33. Kwa muda wa miaka 33 kwenye bajeti ya afya peke yake, ruzuku iliyotoka serikalini kwenda katika kanisa Katoliki ni trilioni 1.3, ambayo ruzuku hiyo kutoka katika Wizara ya Afya kwenda katika kanisa Katoliki imejenga hospitali 8 tu. Hospitali 8 tu, zingatia, hospitali 8 tu. Wakati kwa miaka hiyo serikali imetumia trilioni 1.2 kwa kujenga hospitali 129 katika kila wilaya ya Tanzania. Ni dhulma kubwa kiasi gani TEC na kanisa wameifanya katika ruzuku wanayopewa na serikali, ambayo ni mali ya umma. Sisi Waislamu manufaa haya hatuyapati katika nchi hii. Walokole, semeni mnanufaika nini katika ruzuku hizi katika nchi hii? Protestanti, semeni nini mnapata katika hiki? Isipokuwa ni watu wachache tu wamejineemesha, wanapewa ruzuku, mambo yao yanakwenda. Leo kanisa linajenga mavyuo, mahospitali kwa kodi za wananchi, katika ruzuku inayopita katika memorandum of understanding. Lakini sisi Waislamu tumeyajua haya. Mimi ni muhadhiri ambaye nimeanza kutangaza Uislamu tangu nikiwa mtoto mdogo sana, miaka ya 94 95. Swala la memorandum tumeanza kulizungumza Mwembe Chai tangu mwaka 95 96. Hatujasikilizwa kwa ajili ya amani ya Tanzania. Maumivu yetu yalibaki katika mioyo yetu, tuliendelea kuwa wapole mpaka leo. Mashekhe wanachekwa, wanaitwa mashehe ubwabwa, misikiti inachekwa, haina mashule, haina maendeleo. Lakini tunajua maendeleo ya kanisa yanatoka katika kodi za Waislamu, kodi za Watanzania, kodi ambazo zinatengenezwa kukusanywa na serikali. Haya yote ni maumivu, haya yote yanatutesa kama Waislamu, yanatuuma. Lakini tulikuwa wanyonge kwa ajili ya amani ya Tanzania. Ni sawasawa na mtu umepanda katika gari, alafu kuna jitu kubwa libaunsa limekukanyaga. Baada ya kukukanyaga, ukimwangalia ni mtu mkubwa, huwezi kupambana naye. Umekaa unatulia, safari inaendelea, abiria wote wanasema safari iko shwari, safari inaendelea vizuri, kumbe kuna mmoja anaumia. Tuliyakubali maumivu haya kwa ajili ya amani ya nchi, lakini hatujayakubali kibubusa. Tuliyakubali kwa sababu ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna wakati Muislamu unajitoa sadaka ili watu wapate amani. Unakubali kupungukiwa mpaka haki yako ili watu waishi kwa amani. Katika Hudaibia wale watu waliliondoa jina la mtume
kwamba aitwe Muhammad bin Abdullah na asiandikwe Muhammadur Rasulullah, mkataba wa amani ule. Mtume akakubali, akasema ondoeni hilo Muhammad Rasulullah, andikeni Muhammad bin Abdullah. Lakini yeye ni Muhammad Rasulullah, ni mtume wa Mungu, alikubali kiondolewe kile cheo chake katika wasfa, amani iwepo. Mtume anaingia mkataba kwamba Makuraishi wale makufar wakitoka katika dini yao kuingia katika Uislamu wanatakiwa wakamatwe, warudishwe katika ukafiri. Na Muislamu akitoka katika Uislamu akiingia katika ukafiri aachwe aendelee kuishi katika ukafiri. Ni mkataba wa dhulma, ulikuwa una maumivu kwa Waislamu, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaukubali kwa sababu ya amani. Amani ni kitu muhimu sana. Waislamu walizuiwa kwenda katika katika Kaaba tukufu, wasiende kufanya hija. Mtume na maswahaba wake wamezuiwa pale njiani, anaangalia maswahaba wamechachamaa, sisi ni haki yetu, lazima twende. Mtume akawaambia maswahaba, nyoeni vichwa vyenu, safari yetu ya hija inaishia hapa. Wakakataa, haiwezekani, lazima twende. Mtume anaingia ndani, mke wake anampa rai, anamwambia anza kunyoa wewe na hao watanyoa. Mtume anatoka nje, ananyoa kichwa chake, maswahaba wananyoa. Hija katika Kaaba imeshindikana, lakini Waislamu walikubali kwa ajili ya amani. Sasa haya yote tunayozungumza manufaa yanakwenda katika Katoliki, Protestanti, siye nani, walokole, tupo Waislamu, tupo tunaonekana hatuna maana yoyote, tumevumilia kwa ajili ya amani ya nchi hii. Lakini nini kilichotokea? Lilikuwepo swala la bandari hapa. Wameletwa watu ambao wanasimamia bandari kisasa, teki. Hawapati tena nafasi ya kufanya ya kwao ambayo tunayajua, na wenzangu watakuja watasema hapa, ambayo kwa miaka yote wamekuwa wakiyafanya kupitia bandari. Wakapambana kwa nguvu zao zote, tulisikia matamko, tulisikia hutuba, tulisikia kila kitu, jambo lile lisiwezekane. Kwa sababu ya kulipenda taifa, ile jambo likawa limewezekana, wale watu wakapewa nafasi ya kuisimamia bandari. Kumbe ni nongwa imeweka. Watu wanasema huyu kwa sababu kafanya hivi hakuna kuendelea, hawezi kutoboa. Wameweka deadline yao kwamba akimaliza hii miaka 4 biashara ishie hapo. Chuki zikaanza, matusi yakaanza, maneno mabaya yakaanza, shutuma zikaanza. Waswahili wanasema ukitaka kumuua paka au mbwa mpe jina baya. Sasa kila anachokifanya ukilinganisha na katika awamu zilizopita, unapata wapi ubaya wake? Nimeshangaa. Namsikia wewe katibu wa teki anasema kwamba masuala ya kutekwa watu yameanza miaka 3 iliyopita. Ni neno la aibu kwa kiongozi mkubwa. Ni neno ambalo la aibu, ni unafiki uliopitiliza. Miaka 3 iliyopita swala la kutekwa, tena anazungumza na vyombo vya habari eti haya yote yamesababishwa na matukio ya kutekwa watu yalianza miaka 3 iliyopita. Ni aibu kubwa. Nchi tunasahau kitu gani? Nani wa kusahaulishwa hili jambo? Lakini sio kwamba yameanza miaka 3 iliyopita. Ameutafuta muda ambao alianza kutawala mama wa Kiislamu katika nchi ya Tanzania. Ni chuki ya kidini ndio inapelekea haya mambo. Chuki kwa sababu huyu ni Muislamu, basi hatakiwi kupata amani katika kuongoza kwake. Haya mambo tunayakataa. Sisi wote tunaishi katika jamii na wengine tupo katika vyama vya upinzani, lakini linapokuja swala la dini liko wazi kabisa kwamba chuki inafanywa kwa ajili ya Uislamu. Hapana, hatuwezi kukubaliana katika jambo hilo. Lazima ifike mahala watu wapate nafasi. Kama Tanzania ni nchi ya watu wote, watu wote wapate nafasi. Akiongoza Muislamu aongoze, akiongoza Mkatoliki aongoze, na wengine turidhie muda wa kuwa wanatuongoza sawa sawa. Kwani nataka nikuulizeni wa Tanzania, je, hichi kipindi cha Mama Samia ndio watu wanaishi maisha magumu kuliko nyakati zote? Kipindi cha Mama Samia ndio kwamba sijui uchaguzi au kitu gani ndio umekuwa ovyo kuliko nyakati zote? Lakini kwa nini nyakati zilizopita mambo yalijiri mabaya zaidi? Kupita haya hatujaona nguvu kubwa, msukumo mkubwa, hatujaona presha kubwa iliyopigwa na namna nzito, watu wanajivika majukumu mazito kama wakati tuliokuwa nao. Uislamu wa Mama Samia ndio imekuwa shida, ndio imekuwa dhiki. Sasa huyu Mama Samia Tanzania, yeye sio Muislamu peke yake. Tupo na sisi Waislamu wenzake.
na lazima itafika mahala tutasema kama akitawala asiyekuwa Muislamu katika Tanzania, sote radhiyatan mardhiya, tumeridhia hali shwari, amani, na akitawala Muislamu pia hali iwe shwari. Ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Zilianza kashfa za kutengeneza, watu wakaanza kujadiliwa mpaka gari wanazotembelea. Hatujawahi kuyaona haya. Watu wakaanza kujadiliwa mpaka hoteli wanazokaa, nyumba wanazokaa, pesa wanazomiliki. Alimradi tu itengenezwe chuki, kwa sababu wa Tanzania labda maisha yamekuwa hivi magumu, wanatengenezewa ile hasadi. Alimradi watu wajae katika vifua vyao chuki. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, pamoja na fitina zote zile, Oktoba 29 Allah ametuvusha salama na ataendelea kutuvusha salama. Kwa nini tunasema ataendelea kutuvusha salama? Kwa sababu Watanzania wameshtuka, wanajua wanataka kuharibiwa amani yao. Rais alitoa msamaha wa vijana waliokamatwa kwa makosa ya uhaini. Katika msamaha wake amesema waachiwe huru hao walioingia kwenye maandamano kwa mkumbo, kwa kufuata mkumbo. Watu wakatukana zile kauli. Kufuata mkumbo ni kitu gani? Juzi namsikia dada mmoja, dalali wa roho za Watanzania ambaye yupo huko Marekani, anasema tusiandamane Oktoba tarehe 9, tusiandamane Disemba 9, kwa sababu Disemba 9 hao wamezuia sherehe za uhuru, watu watakuwa wamekaa majumbani. Kwa watu kukaa majumbani, maana yake tutakuwa hatupati watu wengi wanaotoka watakaoyashabikia na kuendelea nayo. Kama maandamano haya mna namba kabisa ya watu ambao wanadai haki zao, mnasubiri watu wanaopita barabarani wa kazi gani? Maana yake kumbe kuna watu wamejiandaa wao wawe kama chanzo, wawe kama kichochezi, alafu wasubiriwe watu wanaokwenda makazini, watu wanaokwenda mahospitali, watu wanaokwenda mashuleni, watu wanaokwenda katika masherehe, wanaokwenda katika shughuli zao, waingizwe katika ule mkumbo. Na hichi ndicho kilichojiri Oktoba 29. Na mama Mungu amemuonyesha hilo, akasema waachieni hao. Sasa kwa sababu tarehe 9 Disemba imezuiwa, wanaona hawa wafuata mkumbo hawatokuwepo, wanasema tusiandamane Oktoba 9 kwa sababu watu watakuwa wamekaa ndani, kwa sababu lengo lao waingize hata wasiokuwemo kwa zile pilika za sherehe. Akasema tutaandamana Disemba 25, siku ya Christmas. Sasa Christmas sio ya Wakatoliki peke yao, kuna madhehebu mengine pia ni sikukuu yao. Nimeshukuru sana nikiangalia komenti za Wakristo wa madhehebu mbalimbali wanavyolaani sikukuu yao ya Christmas kutajwa kama siku ya maandamano, siku ambayo kwao wao Yesu amezaliwa, wanasherehekea birthday ya Yesu wao, wengine Mungu wao, alafu wewe uende ukawapelekee mafujo katika mamitaa, ukawapelekee matatizo. Wakristo wamelikataa na hilo nalo. Hili jambo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba kwa uhakika amani inakwenda kushinda, na tunaamini ushindi utakapopatikana katika watu wanaoitetea amani ni mkubwa sana. Ndugu zangu, tunazungumza haya, tunataka watu wanaotufuatilia wasikilize hoja zetu, wasikilize yale tunayoyazungumza. Usiingie ukaleta mashambulizi bila kujadili kile ambacho tunakwenda kukijadili. Shida ya TEC na kanisa Katoliki inajulikana. Wao hawana chuki na Uislamu tu, hata ya madhehebu mengine kanisa Katoliki hawawapendi pia. Wewe angalia katika nchi yetu ya Tanzania, vyeo vyote wanataka viwe vya kwao. Leo kuna baraza la mawaziri, mama akachagua. Rais amechagua baraza la mawaziri. Waislamu ni wangapi? Waislamu pengine ni robo tu katika baraza lile. Wakristo ni wangapi? Lakini angalia idadi ya Wakristo wengi wanatoka katika dhehebu gani? Kanisa Katoliki, wao ndio wanataka vile. Hajawahi kutokea rais Muislamu katika nchi hii, basi makamu wa rais asiwe Mkatoliki. Hawapo tayari. Hajawahi kutokea makamu wa rais nje ya Katoliki katika nchi hii, basi rais asiwe Mkatoliki. Akiwa rais Mkatoliki, makamu wake awe Mkatoliki, labda anaweza kupewa Muislamu, na hajawahi kupewa huo makamu mtu mwingine asiyekuwa Mkatoliki. Hata hiyo nafasi ya waziri mkuu, akipata nafasi ya waziri mkuu asiyekuwa Mkatoliki, angalia Wakatoliki wenyewe fitna watakayoileta, namna ya kumsambaratisha. Lowassa si alikuwa Mlutheri, sio Mkatoliki? Alimaliza hiyo nafasi, hata awamu moja alimaliza. Si wao Wakristo wakaanza sima Richmond, sima Rudegani, wakampiga fitna, na ni Mkristo mwenzao, sababu tu sio Mkatoliki, akapigwa vita mpaka akashindwa kuendelea na nafasi yake.
Sasa hivi amechaguliwa waziri mkuu, sio Mkatoliki. Angalia maneno ya katibu wa teki jana, anaongea maneno yanaashiria dharau ya wazi wazi kabisa kwa waziri mkuu. Eti kaniita tu kama jamaa yake. Unakuja kwenye vyombo vya habari kwa kazi gani kama umeitwa kama jamaa? Si mngezungumza kama majamaa mkamaliza kule kama majamaa? Kakuita kama jamaa yake, mngezungumza kama jamaa yakaisha. Hayo uliozungumza na jamaa yako, kakuita kama jamaa ni wa kwenu, kakuita kama jamaa, umekuja kuitisha vyombo vya habari, unayazungumza unataka nini? Maana yake unakuja kumfedheli, kumdhalilisha jamaa yako. Unakuja kumweka wazi jamaa yako kwa kile mlichokwenda kuzungumza. Maana yake ni kumdharau. Tayari maneno yashaanza kwa sababu tu waziri mkuu sio Mkatoliki, fitina zishaanza tayari. Haya mambo tunayajua. Na mkiona tumekaa kimya, maana yake sisi tuna mapenzi na hii nchi. Nyerere wakati anagombania uhuru wa nchi hii hajakuwa na kulia kwake wala kushoto kwake na Wakristo. Nenda kasikilize hotuba za Nyerere. Nenda pale TBC wakupe katika maktaba zao hotuba za Nyerere, sikiliza. Anasema wakati napigania uhuru ni Waislamu tu ndio waliokuwa wakimzunguka. Wazee wetu akina Sheikh Suleiman Takadir, akina Chaurembo, akina Sharifa Al-Atas, akina Sheikh Hassan bin Amir, akina Mzee Ramia, akina Bilali Waikera, hawa wote ni mashekhe wa Kiislamu, ndio walikuwa bega kwa bega na Nyerere. Nyerere anasema akapelekwa mpaka Bagamoyo pale, akaambiwa afunge saumu, akafunga saumu ya Kiislamu. Inafika saa 11 anasema kichwa changu kinauma, naomba maji na aspirini. Wakamwambia hakuna aspirini, hakuna kunywa maji mpaka adhana ya magharibi iadhiniwe. Inafika adhana, anachinjwa kondoo, dua inafanyika, Nyerere anaftari pale, watu wanakwenda kuupigania uhuru. Tuna uchungu na uhuru wa nchi hii, tuna uchungu na amani wa nchi kwa sababu sisi Waislamu tuna rekodi ya kutafuta uhuru katika nchi hii. Haya mambo yanatuumiza kuona watu wanataka kuja kuichafua Tanzania. Yanatuma sana. Mfano wake wakati wa Nabii Allah Daud, kuna mama wawili walikuwa wanamgombania mtoto. Huyu anasema wa kwangu, huyu anasema wa kwangu. Nabii Daudi akatumia hikma, akasema wewe unasema wa kwako na wewe wa kwako, na hakuna anayetaka kusikia. Basi huyu mtoto tunamkata vipande viwili. Wewe uchukue kipande kimoja, wewe uchukue kipande kimoja. Yule mama mmoja akasema sawa, kata nipe kipande changu niondoke naye. Mwingine akasema basi kama ni kumkata huyo mtoto hatopata uhai tena, kwa hivyo mimi nitakuwa nimekosa kumuona mwanangu, ni afadhali aendelee kuwa hai anaishi kwa mtu mwingine, mpe. Nabii Daudi akamchukua yule mama, akamchukua yule mtoto, akamkabidhi huyu mama aliyezuiwa mtoto asikatwe vipande viwili. Kwa nini? Kwa sababu ana uchungu na yule mtoto. Ndivyo ilivyo. Ukiona watu leo wanaandaa liwalo na liwe, bora kinuke, nchi ungue, au hawana uchungu na nchi hii kwa sababu hawajashiriki kutafuta uhuru wa nchi hii. Hawana historia na wazee wao katika kupigania uhuru wa nchi ya Tanzania. Ndugu zangu, haya mambo haya ni mazito sana. Nataka niwaombe Wakatoliki ifike mahala wayaheshimu na madhehebu mengine. Watuheshimu na sisi watu wengine tusiokuwa wao. Kama miaka yote wameendelea kuila nchi kwa namna wanavyojua, basi mama amefanya uadilifu kidogo katika bandari, wakandamize mioyo yao, wawe watulivu. Amani katika nchi yetu ni kitu bora kuliko hayo maslahi wanayoyapigania wao. Washachukua miaka 33, wamefanya kila wanachokitaka, waiache Tanzania katika hali ya amani. Tunayasema haya kwa sababu tuna majeraha mengi kama Waislamu, na mnapoyatonesha ya majeraha tutafikishana pabaya. Mnapoyatonesha ya majeraha tutafikishana pabaya. Sisi tumeshuhudia Kibiti kule, wazee wa Kiislamu anafungwa mikono yake nyuma, ndevu zake zinawekwa mafuta, anapigwa kibiriti. Haya yote yamepita katika nyakati za watawala wasiokuwa wa Kiislamu. Nenda pale jaribu mpakani, kuna msikiti mpaka leo una msitu ndani. Ule msikiti una msitu ndani, haufunguliwi tangu wakati huo. Waumini zaidi ya 40 wameondoka, wameenda kuuawa huko, hawajarudi katika majumba yao mpaka leo. Wameacha wake wajane, wameacha watoto yatima pale. Haya majeraha hatujayasahau. Tumepigwa Mwembe Chai. Mimi wakati huo ni mtoto mdogo, mwaka 1998. Tumepigwa Mwembe Chai pale, ndani ya wiki 2 watu wanapigwa marisasi, wanapigwa marisasi, maiti zinaokotwa mtaani, hakuna tulichosahau. Na tunazungumza haya, hatuzungumzi kama wanasiasa,
Hatuzungumzi kama watu ambao tuna msukumo kutoka eneo fulani. Tunazungumza kama watu ambao tunahitaji amani katika nchi hii. Tumeyavumilia yote hayo kwa ajili ya amani katika nchi hii. Sasa mtu akitaka kuleta chokochoko, basi haya na sisi tutahitaji kuyatendea haki. Tumezunguka Tanzania nzima kama ahadi yetu tuliyoitoa. Tumepeleka wahadhiri kwenye mikoa mbalimbali, wamehamasisha, na ndio maana mnaona watu wanasema msiandamani tarehe 9, badilisheni tarehe, kwa sababu tumeshamaliza. Wahadhiri zaidi ya 1700 tumewasambaza Tanzania nzima, wamekwenda kuzungumza na waumini misikitini, wameitisha masemina kuwaelewesha Waislamu katika nchi ya Tanzania. Hakuna atakayetoka na kuandamana hata mmoja. Na hii hoja sijui Gen Z sijui vitu gani kwamba hii haina udini ni unafiki tu na watu wasioelewa vinachomekwa. Wewe chunguza, hata watu wanaojifanya eti wanaua udini ni Wakristo watupu ndio wanavaa makanzu na vilemba. Wewe ushaona Waislamu wamevaa misalaba kwamba Bwana Yesu asifiwe Waislamu wenzangu? Ushaona kitu cha namna hiyo? Ni wao wenye, kwa sababu wanapambana kuondoa dhana ya udini ambayo ndio ipo nyuma ya teki, chuki dhidi ya Muislamu, chuki dhidi ya Waislamu. Ili jambo hatukubaliani nalo, na mimi kwa maneno yangu nitaishia hapa kwa uchache. Niseme tu kwamba hiyo tarehe 9 Mwenyezi Mungu akijalia, Waislamu wote katika nchi ya Tanzania tutakaa katika majumba yetu, tutatulia. Lakini akija mtu kufanya uharibifu, sisi maskini Waislamu, misikiti yetu mnaiona, Sheikh Shabani, inaonekana misikiti yetu. Wenzetu amiri wana maruzuku kutoka kanisani. Tuna Waislamu wachache wafanya biashara Tanzania ndio wanatuchangia vijifedha vya kujenga madrasa kama kina Aleko hili na wengine. Ukiwafuata chukua ijenga madrasa, leo hawa Waislamu biashara zao zinakwenda kupigwa moto. Hawa Waislamu ambao wanakwenda kuchangia ala ujenzi wa madrasa, ala vitu gani, biashara zao ndio zimewekwa kwenye orodha, wanakwenda kuzipiga moto. Angalia chuki kubwa kiasi gani, chuki kubwa kiasi gani. Alafu mtu aje aseme siji udini, sio udini. Ni udini wa wazi wazi, ni udini wa wazi wazi, na hatupo tayari kuvumilia mambo yakienda namna hiyo. Wabillahi tawfik. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.